Hakuna kitu kinaumiza kama unapata mafanikio kwa kuwaumiza watu wengine, alafu anatokea mtu anasema ukweli kwamba unachokifanya sio sahihi, unamtukana. Hivi mtoto wa kiume unapata wapi nguvu ya kuingia mtandaoni na kuwaambia wanaume wenzako kwamba hakuna kiumbe mwenye nguvu kama mwanamke? Yaani wewe ni mtoto wa kiume au wewe ni jenda nyingine ile au wewe ni shoga? Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba mwanamke ni kiumbe hatari kuliko mwanaume. Haijawahi kutokea na haiwezi kutokea mpaka dunia hii inaisha. Sisemi wanawake wasiheshimiwe, wanawake waheshimiwe kwa sababu wanastahili respect, ni mama zetu, ni dada zetu. Unakuja unatumotivate unaambia mwanamke ni kiumbe hatari. Are you stupid? Are you mad? What the fuck are you doing? Au unafanya nini kwenye internet? Unaongea vitu ambavyo hujitambui, ambavyo huna akili. Mwanamke anakuwa kiumbe hatari kivipi? Kwa hatari gani ambao mwanamke yuko nao? Kwa kitu gani ambacho amefanya ambacho kinafanya amuonekane hatari? Lakini huwezi kunifuata mwanaume kama mimi ukaniambia kwa mwanamke ni kiumbe hatari afu nikakusikiliza. Hauwezi kunifanya nikawa na akili ndogo nikajikuta mtumwa kwa wanawake au nikawa fara kwa wanawake kuwaogopa kwa sababu wewe mpumbavu mmoja kuja kuniambia mwanamke ni kiumbe hatari. Mwanamke is not dangerous. Mwanamke sio kiumbe hatari. Hana uhatari wowote mwanamke. Mimi niwaambieni kwamba mnaendelea kunibariki na mnaendelea kunitengenezea nafasi nzuri kwa Mungu. Kama nilikuwa na dhambi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, basi nimeendelea kuzifuta dhambi zangu katika kile kitabu. Naendelea kuandikwa katika kitabu kilichochema. Nitasimama na mwanamke ambaye leo hii anakuwa shujaa wa ulimwengu. Mungu alimuumba mwanaume, lakini akajua maisha hayatoenda bila mwanamke, akamleta mwanamke. Leo hii mwanamke alikuwa anaweza kuishi katika hii dunia pasipo kuwepo mwanaume, lakini mwanaume hawezi kuishi katika hii dunia pasipo mwanamke. Bikira Maria aliweza kubeba mimba pasipo kuwepo nguvu ya mwanaume, yaani alibeba ujauzito akajifungua pasipo kushiriki tendo la ndoa na mwanaume. Lakini mwanaume huwezi kubeba ujauzito. Endeleeni kunitukana, endeleeni kusema mnavyoweza kusema, endeleeni kutuma comment za kunitukana, endeleeni kuniita majina kwamba mimi ni shoga, mimi sijui nime left group, sijui vitu gani. Lakini niwaambie kwamba mimi nabarikiwa na Mungu ameendelea kuwa ananibariki kila siku. Asanteni. Melea mashoga zangu kasema niende zangu, nguo ukanitupia, na zaidi niliuguza vidonda kwa vipigo manyanyaso kila siku, kwa mawazo kakonda, uko bize kuchiti unafungwa, nilikubembeleza ukanibeza na nukana ukanitelekeza, macho makengeza, miguu ya pweza, kuwa nami